Tumwombe Mungu. Mungu wetu, tumekusanyika tena mbele zako siku ya Bwana ili tupate kujifunza kutoka kwako. Tuna kiu na shauku ya kuendelea kufahamu yale yanayojia ulimwengu, ili kwa kuyafahamu tupate kujiweka tayari kwa namna ya kipekee, ili kuwepo kwetu hapa duniani ukapate kuwa na faida kwetu milele badala ya hasara. Asante Mungu mwema, kwa sababu neno hili tena litampa kila mmoja wetu kutoka katika hali ya udhaifu na ugoigoi, lakini kudhamiria kutenda kazi yako, ili tuwe miongoni mwa hao watakaopata taji kutoka kwako, katika jina la Yesu. Amen. Tunaendelea na mfululizo wa masomo ya matukio ya mwisho wa dunia. Somo lililopita, somo la 3, tulikuwa tunajifunza juu ya taji na harusi ya mwana kondoo. Na tutarudia kwa sehemu katika yale tuliojifunza, alafu tutaendelea kutokea pale tulipoishia ili tupate kujua yepi yatafuata. Kwa kila mmoja aliyeokolewa, ni muhimu kufahamu kwamba tumeokolewa ili tumtumikie Mungu. Na mtu ambaye hajihusishi na kumtumikia Mungu baada ya kuokolewa anafananishwa na mkulima ambaye atafuata tu mambo ya upuuzi na kupuuza mambo ya usio kilimo wakati wa masika. Wengine wanalima, yeye anazunguka tu na kuzurura kucheza bao. Hatimaye wale wakulima waliokuwa waaminifu katika kulima kwao, wakati ukifika watakuwa na chakula tele. Na mtu huyu aliyekuwa anafuata tu mambo ya upuuzi, itakuwa ni huzuni kwake, atakuwa na umaskini wa kumtosha. Biblia inasema, angalia Mithali sura ile ya Mithali sura 28 mstari wa 19. Mithali sura 28 mstari wa 19, tunasoma hivi: alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali afuataye mambo ya upuzi atapata umaskini wa kumtosha. Kila mtu aliyeokolewa anatarajiwa kuwa shambani mwa Bwana akilima mara tu baada ya kuokoka. Paulo mtume pamoja na watendakazi wengine nyakati za kanisa la kwanza wanatajwa kufanya shughuli za kilimo katika utendakazi wao. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3, Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3, tunasoma mstari ule wa 6. Mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Mstari wa 8, basi yeye apandaye na yeye atiaye maji ni wamoja, lakini kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe sawasawa na taabu yake mwenyewe. Thawabu au taji zinaoanishwa na kazi yetu ya kulima. Mimi nilipanda, Apolo akatia maji, Apolo akamwagilia mimea. Kila mmoja alikuwa busy, kila mmoja alikuwa anashughulika katika shamba la Bwana
akitenda kazi kwa namna moja ama nyingine. Na anasema siku ya siku kila mtu atapata thawabu kutokana na jinsi alivyojishughulisha katika kulima. Sasa wako watu wengine baada ya kuokolewa ambao wanafuata mambo ya upuuzi, hawajishughulishi na kulima. Na tukawepo watu wengine katika kanisa ambao wanapoona watu wanadhamiria kutenda kazi ya Bwana, kushuhudia huko na kule, na kuwafuatilia watoto wachanga kiroho, kuomba kwa bidii, kuhusika kipekee katika maombi, kujitoa kipekee kwa ajili ya kazi ya Bwana, watakuwepo watu ambao ni wapuuzi, ambao watawavunja watu moyo wasifanye kazi ya Bwana. Na watapiga kelele huko na kule katika zone, katika section, katika makanisa nyumbani, wakipiga kelele majumbani mwa watu na kusema utenda kazi gani? Utenda kazi wa nini? Mimi afadhali nashukuru nimetolewa katika utenda kazi. Sasa hivi napata muda wa kufanya shughuli zangu, napata muda wa kufanya mambo yangu, afadhali nimetolewa katika mambo ya utenda kazi. Na watapita huko na kule kujaribu kuwahamasisha watu na kuwashawishi watu kwamba nao wapuuze kutenda kazi ya Bwana. Biblia inasema afuataye mambo ya upuuzi ya namna hiyo atapata umaskini wa kumtosha. Apolo alitia maji. Paulo mtume alipanda. Kila mmoja nyakati za kanisa la kwanza alijishughulisha kutenda kazi ya Bwana. Hata Biblia inasema wote wakatawanyika huko na kule, wakaenda wakilihubiri neno. Na ndiyo maana kama kweli tumeokolewa, kama kweli tunataka kuona tunapewa thawabu, kama kweli tunataka kuona tutatukuzwa milele na milele, hatuna budi kujishughulisha katika utumishi wa Bwana. Ni neema kubwa kwamba tuko katika kanisa hili ambalo kwa mkazo mkubwa sana tunaweka mkazo mkubwa kwamba kila mtu aliyeokolewa amtumikie Bwana. Na hata kuna kuhamasishwa kutoa ripoti za utendaji wetu wa kazi. Tumeomba namna gani katika wiki? Tumeshuhudia namna gani katika wiki? Tumefuatilia watoto wachanga namna gani? Tumewafundisha nini? Tumesoma wapi Biblia zetu? Tumejifunza nini na tukaenda kuwafundisha nini? Tumefanya nini katika kuchunga kondoo za Bwana? Kutakuwa na kila namna ya kuhamasisha watu watende kazi ya Bwana. Hata kutakuwa na msukumo wa kutosha wa kutufanya tushuhudie na tuwalete watu kwa Yesu, tuwalete watu katika ufalme wa Mungu, na tufanye yale matunda yale yapate kukaa. Tuna neema kukaa katika kanisa na namna hii, mahali ambapo tutapewa shinikizo, mahali ambapo tutapewa msukumo, mahali ambapo tutaamshwa kila siku na kuelekezwa tutende kazi ya Bwana, tutende kazi ya Bwana, tutende kazi ya Bwana. Mahali pa namna hiyo ni mahali pa kusema Bwana, asante kwa sababu unanipenda, asante kwa sababu unanipenda, ili niwe miongoni mwa hao watakaopata mshahara. Unajua, mtu ambaye ni mfanyakazi ambaye huwa anapitiwa na usingizi, hata anajikuta akilala, amelala moja kwa moja, anaweza kuamka saa 4 asubuhi. Anapopata mtu ambaye anamwamsha mapema ili awahi kazini, mtu anatajiwa anamtakia mema. Anamtakia mema kwamba apate mshahara, iwe pate kwa faida kwake na familia yake. Na vivyo hivyo, au yote ambaye ni mtumishi wa Mungu wa kweli atatuamsha tutoke katika usingizi ili tukafanye kazi ili tupate mshahara. Biblia inasema yeye avunaye hupokea mshahara. Kama jinsi watu wanavyofurahi wakati wa mwisho wa mwezi wakiwa wanapokea mishahara yao baada ya kazi zao, kupokea thawabu au taji kule juu mawinguni kunafananishwa na kupokea mshahara. Au yote ambaye anafuata mambo ya upuuzi leo, hajihusishi kutenda kazi ya Bwana, hatapokea mshahara, atapata umaskini wa kumtosha. Kaka zangu, dada zangu, watu wenye hekima
kufanya juu chini, kujijengea maisha bora baada ya kustaafu, wanapokuwa na wakati wa kufanya kazi. Wanajua wakati watakapokuwa wamestaafu watakuwa hawana tena nafasi ya kufanya kazi walivyokuwa wanafanya, na watatumia nafasi walionayo wakati bado wanafanya kazi kujiwekea misingi bora ya maisha yao baada ya kustaafu. Na sisi nasi kama wana wa nuru, kama wana wa baba wa mianga, tunapaswa kuona hekima kuliko wana wa dunia hii. Tunapaswa kujua huu ni wakati wa kujijengea misingi bora ya maisha yetu baada ya kustaafu. Ni wakati gani itakapotajwa kwamba tumestaafu? Ni wakati ambapo tutakuwa tumenyakuliwa, wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, wakati ambapo kutakuwa hakuna nafasi tena ya kufanya kazi. Ndio maana Yesu akasema imetupasa kuzifanya kazi zake maadamu ni mchana, maana usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Usiku nakuja, wakati ambapo tutakuwa tumestaafu, wakati ambapo kutakuwa hakuna tena nafasi ya kufanya kazi, na kila mmoja atapata mshahara, atapata thawabu kulingana na kazi aliyoifanya. Mmoja atapita, atapokea mshahara. Mmoja atapita, atapokea mshahara. Ndio maana lazima kila mmoja wetu awe makini na kuhakikisha tufuati mambo ya upuuzi. Kila wakati tulionao tuwaeleze watu wengine habari za neno la Mungu la uzima. Kila wakati tulionao tujishughulishe kwa namna moja ama nyingine katika kuitenda kazi ya Bwana katika makanisa yetu ya nyumbani. Tunapokuwa tunashughulika kuhakikisha naongezeka, tunashughulika kuhakikisha kwamba zone section zetu zinaongezeka, tunahusika kikamilifu kutenda kazi ya Bwana. Tujue kwa dhahiri tunafanya kazi ambayo tutalipwa mshahara. Lakini tukijiona ni wajanja kwa kukwepa utenda kazi, tunajirudisha madarasa ya chini. Hatutaki kuhudhuria siku ya utenda kazi pale ambapo tumepita katika shule ya uinjilisti, na unafikiri ni mjanja leo. Siku ile ya mwisho utajuta. Itagundulika kwamba ulikuwa mpuuzi. Kama mtu ambaye anajiona yeye ni mtu wa mjini katika kijiji na mambo ya kulima kwake ni upuuzi, anazunguka kucheza bao na kujiona mjanja, lakini wakati wengine watakapokuwa wamepata mavuno, itakuwa ni wakati wa aibu kwake. Mwenye masikio na asikie. Huu ni wakati wa kujituma. Kila mmoja jitume. Kila mmoja jitume kutenda kazi ya Bwana. Kila mmoja singoje kusukumwa. Kila mmoja singoje kuambiwa fanya hiki, fanya kile, fanya hiki, fanya kile. Kila tulilopata kulipata ni wakati wetu kulitendea kazi. Sasa tukitenda kazi namna hiyo tutapata thawabu sawa sawa na kila mtu alivyofanya. Sasa kwa muda tena mfupi tutapitia na kuangalia kwa makini zile thawabu ambazo watu watapata baada ya kunyakuliwa kwa kanisa. Kwenye Yesu Kristo atakalia kiti kinachoitwa kiti cha bema au kiti cha taji au thawabu, na ataanza kugawa taji kwa kila mmoja kama yeye ampaye, kama majiri anavyompa mshahara kila mmoja aliyefanya kazi kwa uaminifu. Sasa taji zifuatazo zitatolewa. Taji isiyoharibika. Wakorintho wa kwanza 9 mstari wa 23 mpaka 25. Wakorintho wa kwanza 9 mstari wa 23 mpaka 25. Nami nafanya mambo yote kwa ajili ya Injili ili kuishiriki pamoja na wengine. Mstari wa 25. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Wana michezo leo ambao wanakimbia katika michezo ya riadha, utaweza kuona wanapewa zawadi ambazo hazina maana yoyote. Watapewa ngao ile
itakuwa tu ni ubao ulionakishiwa, na ubao ule hauwezi kuwasaidia katika maisha yao. Hata mtu akipewa medali ya dhahabu, medali ya fedha, medali ya shaba, medali zote hizi ni medali zinazotajwa kwamba ni medali zinazoharibika. Sio medali ambazo zitaweza kuwapa watu hao kudumu milele katika furaha. Itakuwa ni kwa muda tu mfupi, ni taji zinazoharibika. Lakini tunapokuwa tunaishiriki injili pamoja na wengine, tutapata taji inayoitwa taji isiyoharibika au incorruptible crown. Na taji hii itatufanya tuwe na furaha ya milele ambayo hamna mfano wake. Mwanariadha anapopata medali ya dhahabu, medali ya fedha, medali ya shaba, atashangilia kwa namna ya kipekee na kujaa furaha, lakini furaha hiyo ni ya muda. Lakini watu watakaopata taji hizi zisizoharibika watajawa na furaha isiyokuwa ya kawaida, kama jinsi tunavyoweza kumwona mwanariadha anavyoshangiliwa anapokuwa ameshinda na kupokea taji na kupokea medali. Sasa kutakuwa na namna ya kipekee ya kushangiliwa kwa hawa ambao watapokea taji ile isiyoharibika. Na hawa wanatajwa ni wale watakaokuwa wanaishiriki injili pamoja na wengine. Watajizuia katika mambo yote ili kuhakikisha wanaishiriki injili katika mambo yote. Kama mwanariadha atakavyojinyima, wengine wanalala, yeye anaamka asubuhi anafanya zoezi, anajinyima hata kulala. Na kama mwanariadha anavyojinyima vyakula fulani fulani ili visimzuie kukimbia vizuri, anapenda kula vyakula hivyo, anajinyima. Sasa vivyo hivyo au yeyote ambaye anajizuia hiki au kile, lakini aishiriki injili pamoja na wengine, atapata thawabu hii. Unajizuia yote, unajikosesha hiki au kile, halafu natoa fedha kwa ajili ya kazi ya Bwana ili injili ipate kuwafikia wengine, utapata thawabu hii, utapata taji isiyoharibika. Unaweza kuona leo kuna mambo kadhaa ambayo huyapati kutokana na utoaji wako. Iko siku utaelewa ni nini ulichokuwa nakifanya katika kutoa kwako, na utapata taji isiyoharibika. Unafanya maombi, unalalama mbele za Bwana kwa namna ya kipekee sana. Ukilalama na kusema Bwana waokoe hawa, Bwana waokoe hawa, unaishiriki injili pamoja na wengine kwa njia ya maombi, utapata taji isiyoharibika. Na unatumia muda, unatumia cheo chako, unatumia vipawa, unatumia uwezo wako wote kuishiriki injili pamoja na wengine. Ni fundi, unajenga nyumba ya Bwana, unatoa muda wako wote kujenga nyumba ya Bwana. Namna hiyo unaishiriki injili pamoja na wengine. Namna yote kujitoa kwa namna yote ile ili wengine nao wafikiwe kwa injili. Huduma yote ambayo utaifanya ambayo itawafanya watu wengine wapokee injili, hiyo ni kushiriki injili pamoja na wengine. Unahusika kipekee katika huduma ya cassette na kuhakikisha cassette hizo zinarekodiwa za neno la Mungu ili ziwafikie watu wanakohusika. Tract hizo zinachapwa ili ziwafikie watu wengine, wapate wengine kusoma neno la Mungu. Unaishiriki injili pamoja na wengine, na kwa namna hiyo utapata taji inayoitwa taji isiyoharibika. Juhudi zozote, jitihada zozote za kushiriki injili pamoja na wengine ni zinalenga kutoa taji isiyoharibika. Unatoa nyumba yako ili watu wapate mahali pa kufanya ibada zao za kanisa la nyumbani. Watu wanakuja hapo katika nyumba yako ili wasikie injili, wajifunze neno la Mungu. Unaishiriki injili pamoja na wengine kwa kuitumia nyumba yako, kwa kuitoa nyumba yako, utapata taji isiyoharibika. Unalitoa gari lako, unatoa chochote ulicho nacho ili kitende kazi ya Bwana.
Kwa namna hiyo unaishiriki injili pamoja na wengine, utapata taji isiyoharibika. Namna yote ya kujitoa na kujizuia hiki au kile ili kazi ya Bwana ipate kuenda kwa kutumia kipaji ulicho nacho, kwa namna yote ile nyingine, unapata taji inayoitwa taji isiyoharibika. Bwana ampe kila mmoja wetu kutenda kazi kwa bidii ili kuishiriki injili pamoja na wengine, na kwa namna hiyo tutakuwa na nafasi ya kupokea kutoka kwa Bwana taji isiyoharibika katika jina la Yesu. Pili, taji ya kujionea fahari, crown of rejoicing. Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 19. Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 19. Maana tumaini letu au furaha yetu au taji ya kujionea fahari ni nini? Je, si ninyi mbele za Bwana wetu Yesu wakati wa kuja kwake? Mstari wa 20. Maana ninyi utukufu wetu na furaha yetu. Taji ya kujionea fahari watapewa watu ambao waliwaleta watu wengi kwa Yesu. Walishuhudia, wakawafanya watu wengi waokolewe katika huduma zao. Walihubiri injili, wakafanya watu wengi waokolewe katika huduma zao. Watu hawa waliozaa watoto wa kiroho kwa namna moja ama nyingine kwa njia ya injili, na wakaongoza mahali ambapo waliweza kukuzwa katika mafundisho ili wasimame katika imani. Hawa waliwaongoza wengi kutenda haki. Namna hiyo watapata taji ya kujionea fahari. Miaka kadhaa iliyopita, miaka ipatayo 6 hivi iliyopita, nilikuwa katika conference moja ya watumishi wa Mungu kule Lagos, Nigeria. Sijasahau siku moja kati ya siku hizo nilizokuwa katika conference moja. Nilikuwa nimeangalia maisha ya mtumishi mmoja wa Mungu ambaye alikuwa anafanya kazi ya Mungu kama kichaa. Umri wake umeendelea sana, lakini utafikiri ni kijana mdogo. Utamwona anakimbia huko na kule, anakimbia huko na kule, anazunguka huko na kwenda huko, anazunguka huko na kwenda kule. Atafanya kazi kama mchwa, na akipita mtu hivi atahakikisha na kucheki, je, huyu amekaa katika wokovu au la, ameokoka au hajaokoka, na atajishughulisha kwa namna ajabu tangu asubuhi mpaka usiku wa manane, saa nyingi sana analala. Nilivyoona bidii aliyokuwa nayo mtu ule katika kuleta watu kumjua Yesu, akawa changamoto kubwa sana katika maisha ya utumishi wangu. Na alipokuwa ametulia wakati mmoja, nikamwambia, naomba kidogo tukae pembeni kidogo nikuulize, kwa nini, ni kitu gani hasa ambacho kinakupa hamasa ya kutenda kazi na mimi kama unavyotenda? Maana sijaona utumishi wako ni ajabu sana, katika unyenyekevu kama mtoto mdogo. Utazunguka huko, utakimbia huko na kule, na hakuna hata mtu anayekutuma hapa, hakuna hata mtu ambaye anakulipa chochote. Ni kitu gani hiki ambacho kinakufanya uweze kutenda kazi na mimi? Akasema, yani mtu mzima, alikuwa mtu mzima sana wakati huo kuliko mimi. Akasema, ndugu yangu, keti nikueleze. Akasema, hapo zamani alikuwa amekaa katika kanisa ambalo mchungaji alikuwa anapiga kelele sana wakati wote, watu wamtumikie Bwana, watu wamtumikie Bwana, watu wajishughulishe katika kutenda kazi ya Bwana. Na ikawa watu wanashughulishwa huko na kule katika kutenda kazi ya Bwana.
anasema akaona ni kero kukaa katika kanisa la namna hiyo, na akawa mvivu, goigoi. Anaona kama mchungaji yule anawafanya watu hao wakae katika hali ya utumwa tu, hakuna namna yote kupumzika. Na hatimaye akawa ni miongoni mwa hao waliokuwa goigoi sana wa kutenda kazi. Ni watu wa kusukuma tu namna hii, wanaona kero kutenda kazi ya Bwana. Siku moja anasema alipokuwa ametulia nyumbani, akawa amechukuliwa kwa namna ya njozi, ni namna ya maono. Hakuwa amelala, lakini ni maono tu yakamwijia. Akawa amepelekwa juu mawinguni, akamwona mtu mmoja kule mawinguni. Watu wengi sana wanamwendea. Anasema hajawahi kuona furaha ya namna hiyo kama hiyo waliokuwa nayo watu hawa waliokuwa wanamwendea. Wengine wanamshika miguu, wengine wanamshika masikio, wengine wanamshika nywele, wengine wanamparamia kwenye mgongo, wengine wanamkumbatia huku, wengine wanamkumbatia huku, wanamshangilia, wanafurahi, wanamtukuza, wanamwendea namna hiyo kwa umati namna yakitaka kuona namna hii. Watu wanampongeza, watu wanamwambia, oh, bila wewe mimi nisingekuwepo hapa. Watu wanamshangilia kwa namna ya ajabu sana. Upande wa pili akaona wengine, hakuna mtu yeyote anayewaendea, wamezubaa tu, hakuna mtu yeyote anayewachangamkia. Lakini akaona wengine zaidi wanaendelea kuja, watu wengi sana wanawaendea kwa furaha na kuwapongeza kwa namna kubwa na ya ajabu sana sana. Anasema namna hiyo ni kama jinsi ambavyo ni kama mtu ambaye atakuwa ameshinda miongoni mwa watu labda waliokuwa wanagombea nafasi fulani, na hatimaye baada ya kutangazwa mtu yule ni mshindi, utaweza kuona wengine watambeba juu kwa juu, watampakata kwenye mabega yao, watamrusha huko na kule. Kila mmoja anatamani kumpa mkono wa pongezi, kila mmoja anamshika namna hii, furaha namna hii. Hata wengine wanataka kama kumchania nguo namna hii. Ni kila mahali wanataka kumshika kwa pongezi namna hii. Anasema ikawa inafananishwa namna hiyo. Sasa kaona wako watu wengine ambao wanashangiliwa namna hiyo, wanashikwa namna hiyo na kupongezwa kwa namna ajabu sana, lakini wako wengine ambao hawana watu kabisa wanawaendea. Akiwa hajui kinachoendelea, akawa kama mtu anayeuliza, akasema hii ni nini? Anasema akatokewa na Yesu, akamwambia, unavyoona hao wanaopongezwa namna hiyo na kushangiliwa na kukumbatiwa namna hiyo, hao wanawaendea kuwakumbatia ndio watu ambao waliwapata katika huduma yao ya kushuhudia, ya kuhubiri neno, wakawa wameokolewa. Na sasa wanawaendea. Hicho ndicho kinachoitwa taji ya kujionea fahari. Na hao naona hakuna mtu yeyote anayewaendea, hakuna mtu yeyote anayekwenda kuwakumbatia. Hao ambao naona ni watu wachache, wawili mmoja ambao wanawaendea. Ina maana waliwapata watu wachache tu namna hiyo katika huduma zao walipokuwa wanahubiri injili baada ya kuokolewa. Na akakumbuka maneno haya tuliyosoma ambayo Paulo mtume anasema hapa tuliposoma katika Wathesalonike. Akakumbushwa maneno haya Wathesalonike hapa tuliposoma sasa hivi. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 19 mpaka 20. Maana tumaini letu, furaha yetu ya utaji ya kujionea fahari ni nini? Je, si ninyi mbele za Bwana wetu Yesu wakati wa kuja kwake? Maana ninyi ndinyi utukufu wetu na furaha yetu. Paulo mtume alikuwa anawataja hawa aliowapata na kuwaleta kwa Yesu kwa njia ya injili. Akasema hao ndio utukufu wake,
Hao ndio taji yake ya kujionea fahari siku ile ya kuja kwa Bwana Yesu kutoa taji. Alipokumbusha maneno hayo, sasa akaonyeshwa yeye naye kazi aliyoifanya, kwa jinsi alivyokuwa goigoi. Anaona ni kero hata kwenda kushuhudia, kwenda kuzungumza na watu waleta kwa Yesu. Anaona ni kero, hajizui mambo yote kufanya kazi ya Bwana hiyo. Akaonyeshwa amefanya nini mpaka wakati huo. Akajiona yeye mwenyewe kwa mbali. Akaambiwa, wewe jiangalie wewe, kama jinsi unavyoona wenzako wanaendewa na watu kule, jiangalie hivyo ulivyo. Akajiona amekaa tupu, hakuna furaha yote, amekaa mwenyewe, hakuna awai yote aliyekuwa anamwendea. Akaambiwa, hujafanya kazi yote duniani. Pamoja na jinsi ambavyo umekuwa na ishi katika usafi bila kufanya dhambi, hata ukija huku juu mbinguni utakuwa kama hao na waona. Utakuwa kama jinsi unavyojiona wewe mwenyewe pale. Unataka furaha walionayo hao, unataka utukufu walionao hao. Sasa unahitaji kurudi duniani na kuanza kutenda kazi ya Bwana. Sio hilo tu, lakini akasema hawa watu licha tu ya kushangiliwa hivyo, walipovikwa taji zao waling'ara kwa namna ambayo haina mfano wake. Unajua kule mbinguni baada ya kuwa watu wamenyakuliwa, ung'ao utatofautiana kama unavyoweza kuona nyota na nyota zinavyotofautiana. Ziko nyota zinazong'ara zaidi kuliko nyingine. Na watu watakokuwa wameleta watu wengi zaidi kwa Yesu, Biblia inasema watang'ara kama nyota milele na milele. Itakuwa rahisi kumwona mtu kule mbali tu, ukimwona anayeng'ara sana kuliko wengine kama nyota, unajua yule mtu alileta watu wengi sana kwa Yesu. Ndio maana inaitwa ni taji ya kujionea fahari. Kila mahali mtu anamwona akipita atakuwa na ng'ara, atakuwa na ng'ara. Utashtuka tu na mtu yeyote anatokea mahali fulani anang'ara kwa ung'aro usio kwa kawaida. Rais utafahamu mtu yule aliyoleta watu wengi sana kwa Yesu katika maisha yake. Na alipoona watu walivyokuwa na ng'ara kwa utukufu wa ajabu namna hiyo, akaambiwa, nenda duniani kwa muda uliosalia ukatende kazi, uache goigoi. Alivyorudi akawa kichaa yeye naye, akawa anatenda kazi ya Bwana kwa namna ambayo haambiliki. Hata kama watu watamwambia umezidi, atakuwa kila wakati akiwaza na waza ni kitu gani, ni nani nikamshuhudie sasa. Ukikaa naye wa mahali popote, kama ni kwenye basi, kama ni kwenye ndege, kama ni mahali popote, atakuuliza kwanza juu ya wokovu wako. Je, umewahi kukutana na Yesu katika maisha yako akakuokoa? Hata kabla hujajibu ataanza kushuhudia maisha yake na atakupeleka tu na kuja kwa Yesu. Na nikapata siri ambayo ilinifanya kuongeza sana juhudi zangu katika kutenda kazi ya Bwana. Bwana akufunulie siri hii leo, kwamba hutatulia lakini utawaza kutenda kazi ya Bwana, na hutafuata mambo ya upuuzi. Kama wako watu wapuuzi ambao hawataka kutenda kazi ya Bwana, huenda labda hawajaokoka hao, usiwafuate. Kwa sababu mtu kama kweli ameokolewa, kama amezaliwa mara ya pili, ndani mwake kuna shauku ya kuitenda kazi ya Bwana. Hiyo ndio ishara unaweza kujua kwa rahisi mtu ameokoka au namna gani. Mtu ambaye hajaokoka hawezi kufurahia utumishi wa Bwana kwa namna yote. Lakini mtu ambaye ameokoka, utaona muulize upesi maombi yake yanayotaka katika hali ya kuokoka, katika uchanga. Atakwambia, Bwana anipe neema, Bwana anipe uwezo wa kumtumikia katika maisha yangu. Utaona ndani mwake anaumbiwa upendo wa kumtumikia Bwana. Hao ndio watu wa kuwafuata. Lakini watu ambao wanataka tuwe goigoi, dhaifu, tujue wamepandikizwa na shetani katika kanisa, ili siku ya mwisho tujikute ni mikono mitupu, tumepata umaskini wa kututosha. Aliye na masikio na asikie. Taji ya uzima. Taji ya uzima inatajwa katika Ufunuo Yohana sura ya 2 mstari wa 10. Ufunuo Yohana sura ya 2 mstari wa 10.
Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatuma baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Taji ya uzima watapewa watu ambao wamepita katika dhiki na mateso ya namna, lakini hawakuiacha imani. Wamepigwa na waume zao, wamefukuzwa kazi kwa sababu ya wokovu, kwa sababu hawataki kupokea rushwa, kwa sababu hawataki kutoa rushwa, kwa sababu hawakukubali kufanya uasherati na bosi. Wamefukuzwa kazi, wakadhalilishwa katika hali nzito za dhiki. Wameumizwa, wamepigwa, wameteswa, hata kukatwa kwa misumeno, hata kupigiliwa msalabani. Lakini pamoja na dhiki iliyowapata kwa sababu ya wokovu, hawakuiacha imani. Wamekuwa tayari kuyapita hayo yote yaliyowapata, lakini hawakuiacha imani. Wamekuwa waaminifu hata ikibidi kufa, hawakuiacha imani. Hawa watapata taji inayoitwa taji ya uzima, crown of life. Wamepata maudhi na mateso ya kila namna na kushutumiwa kwa kila maneno mabaya ya uongo kwa ajili ya wokovu. Wamedhihakiwa, wameitwa, wamechanganyikiwa, wamepewa majina ya kila namna, wamepotea. Pamoja na yale yote, wametengwa na wazazi, wametengwa na ndugu, wametengwa na ukoo mzima, wamenyang'anywa mashamba yao, wamenyang'anywa kila kilichochema, wamedhihakiwa, wamefukuzwa na waume zao. Mume amesema kama hutaki kuacha wokovu, basi kila kitu ondoka hapa, sitaki mlokole hapa, ondoka hapa, nenda zako, wala nisikuone hapa. Hata wazazi kule kwa wako kote wakawa hawataki kumuona, lakini akasema liwalo na liwe, nitakaa katika imani. Katika hali za dhiki kubwa, mwanamke yule akaendelea kukaa katika imani bila kujali. Akakaa katika dhiki siku 10. Siku 10 ni 1, 2, 3, 4 mpaka 10, mpaka mwisho wa namba. Na mwisho wa mambo yote, mtu huyo atapata taji ya uzima. Usiogope mambo yatakayokupata mwanamke. Usiogope mambo yatakayokupata mwanamume. Mambo kadha wa kadha yakikupata, mateso na dhiki za kila namna zikikupata kwa ajili ya wokovu, simama imara katika imani. Simama imara katika imani. Kila mateso na dhiki unazozipata kwa sababu ya wokovu zinaandikwa kule juu mbinguni. Kuna rekodi yake kule juu mbinguni. Na yuko mama mmoja hapa ambaye ameteswa sana na mume wake. Mara nyingi amekosokoswa risasi kwa sababu mume wake ana bunduki. Ameelezwa waziwazi kama hataki kuacha wokovu atapigwa risasi wakati wote. Na amekosokoswa risasi si mara moja, si mara mbili. Amekosokoswa kupigwa kisu si mara moja, si mara mbili. Amejeruhiwa kwa namna nyingi, lakini hajaiacha imani. Hajaiacha imani. Na hatimaye baada ya kuwa amevumilia sana na kuwa kielelezo cha wanawake wengine walioteswa kwa mateso hayo, hatimaye mumewe yuko hapa, naye anakuja katika ibada za namna hii, anamchukua na gari lake na kumrudisha nyumbani kwa namna ya kipekee. Mtu wa namna hii ambaye hakuiacha imani, akawa tayari kwa lolote, hata kama mume wa namna hiyo atakuwa hajafikia kuja kama namna hiyo na kujirudi, lakini kule juu mbinguni atapewa taji ya uzima. Bwana atupe kuyakumbuka haya, tusiogope yoyote atakayotupata kwa sababu ya wokovu wetu. Tuyapitie hayo na kumwambia Bwana atupe neema ya kuyavumilia pale ambapo tunaona yamezidi, yanatukabili kwa uzito mkubwa sana. Bwana ametukusudia mema. Watu ambao hawakupenda maisha yao hata kufa wanapata taji hiyo, taji ya haki, crown of righteousness. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 6 mpaka wa 8. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 6 mpaka wa 8.
Kwa maana mimi sasa namiminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki. Taji hiyo ndio inayozungumziwa, crown of righteousness, taji ya haki ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Ni watu gani wanaoitwa wamependa kufunuliwa kwake, ambao watapewa taji ya haki? Ni watu ambao mara baada ya kuokolewa hakukuwa na namna yoyote ya kurudi nyuma katika maisha yao, lakini tangu walipookolewa walivyolifahamu neno sasa, wakaifahamu hii ndio kweli. Walipokaa katika kweli hawakurudi nyuma tena. Hawakuwa ni watu ambao leo wako katika wokovu, kesho wameacha, wanarudi tena baadaye katika wokovu. Leo wameokolewa, leo ni watendakazi, leo ni viongozi wa makanisa nyumbani, leo ni viongozi wa zone, leo ni watu ambao wanatenda kazi kwa namna ya ajabu, halafu kesho ni watu ambao huwezi kufikiria hata waliwahi kuongoza kanisa hata siku moja, wanafanya vituko vya namna ya ajabu kama mataifa na kuzidi mataifa, na halafu baadaye tena wanakuja tena katika wokovu. Hawakuwa watu wa namna hiyo, lakini wakati wote walikuwa wamejiweka tayari. Ni usiku, ni mchana, ni katika siri, ni katika hadhara, wakati wote waliangalia maisha yao kwamba yanakaa katika usafi na utakatifu. Waliojiandaa namna hiyo na kuwa tayari kunyakuliwa wakati wote, wakawa tayari, wakapenda kufunuliwa kwake wakati wote. Walikuwa nasema kama Yohana, na uje Bwana Yesu, na uje Bwana Yesu, maana mimi niko tayari kukulaki mawinguni. Na uje Bwana Yesu. Walikuwa tayari wakati wote, hata dhambi ndogo namna gani wanaitubu mara moja na kuiacha, na mara moja wanarekebisha. Wanapofahamu waziwazi wamekwenda kinyume na njia, mara moja wanakaa katika mapenzi ya Bwana. Hatimaye mpaka dakika mwisho wakawa katika maisha na meyo. Watu na meyo watapewa taji ya haki ambayo itawafanya kuonekana kwa namna ya kipekee sana kule juu mbinguni, na watapewa nafasi za kuketi kule mbinguni ambazo zitajulikana waziwazi kwamba zina nafasi za watu ambao wameshinda kwa namna ya kipekee kuliko wengine. Lakini watu wale ambao leo wameokolewa, kesho wameacha wokovu, alafu hatimaye siku ikawafika, wametubu dhambi zao, na wao wakati Yesu anaporudi wako katika hali ya kutubu, ni kweli watanyakuliwa. Ni kweli watakuwa miongoni mwa hao watakaonyakuliwa, lakini hawatapata taji hii inayoitwa taji ya haki. Sio ile tu, lakini watu ambao watakuwa wamewatendea mema adui zao kwa namna moja ama nyingine. Luka 6:34 mpaka 36. Wale watakaokuwa wamewatendea mema adui zao, hawa nao watapata thawabu. Kuna mtu awaye yote ambaye hakukusudii mema, anakuchukia, yeye anakutendea mabaya wakati wote, anakusema ovyo, mtendee mema. Bwana akupe neema kumtendea mema. Kwa kila jema unalomtendea adui yako, utapata thawabu hii inayoitwa taji ya haki. Taji ya utukufu ile isiyokauka ni taji nyingine ya 5, crown of glory. Waraka wa kwanza wa Petro 5 mstari wa 2 mpaka wa 4. Waraka wa kwanza wa Petro sura 5 mstari wa 2 mpaka wa 4. Waraka wa kwanza wa Petro sura 5 mstari wa 2 mpaka wa 4. Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo, wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Taji ya utukufu ile isiyokauka watapewa watu ambao
watapewa watu ambao wamejihusisha kwa namna moja ama nyingine kuzichunga roho za watu waliookolewa. Wachungaji waliotoa muda mrefu wa maisha yao kuchunga roho za watu watapewa taji ile isiyokauka na mchungaji mkuu Yesu Kristo. Itakuwa rahisi kuwafahamu wachungaji. Itakuwa rahisi kuwafahamu wachungaji kule mbinguni. Watakuwa na namna ya tofauti na wengine. Utaweza kuona waziwazi kutokana na taji ile isiyokauka ambayo watakuwa wameipewa. Na watu wote ambao kwa namna moja ama nyingine wanafanya huduma za kichungaji watakuwa na viongozi wa makanisa nyumbani ambao wanajitabisha watembelea washirika katika makanisa nyumbani, kuangalia katika magonjwa yao, kuangalia katika misiba yao, kuangalia katika matatizo yao. Watu wanamei wote hawa wanafanya huduma za kichungaji hata kama hawaiti wachungaji. Watu wote hawa watakuwa na sehemu ya kupata taji ile isiyokauka. Na namna yote ya kuwafanya watu wasimame imara katika imani, kwa kuandika vitabu, kwa kutunga tracts za namna mbalimbali za mafundisho na maelekezo mbalimbali ya kuwakalisha katika imani. Namna yote ya kufanya kazi ya ualimu kwa namna moja ama nyingine, kuhakikisha watu wamesimama imara katika imani, kwa kuwafundisha watoto wachanga kiroho na kuangalia matatizo yanayowakabili na kuwalipia nauli kuja kanisani. Ile juhudi na bidii namna yote ya kuchunga roho hizo kwamba zisirudie dhambi. Juhudi zote za namna hiyo zinawafanya watu wapate taji ile ya utukufu isiyokauka. Watu namna watakuwa na utukufu wa namna kipekee mbinguni. Namna yote ya kununua cassette na za mafundisho na kuwapelekea wengine. Namna yote kuchukua cassette na kuazima watu, alafu wanabadilishwa maisha yao kutokana na cassette wanazosikiliza. Namna yote hiyo ni ya kuwafanya watu hao wawe na bidii kukaa katika imani, ni kuzichunga roho zao. Namna yote namna hiyo ni kulenga kupata taji ya utukufu ile isiyokauka. Namna yote ya kuhudumu. Sisi wengine tumeketi, lakini wako watu wengine wahudumu wamesimama. Na utaweza kuona wanaangalia huko na kule na kuangalia ni nani anahitaji msaada. Ni nani ambaye anahitaji msaada. Watanyamazisha watoto. Watahakikisha kuna utulivu namna hii ili tupate kuelewana. Wataangalia ni nani ambaye anahitaji msaada, watakubali wasimame katika ibada ili wawahudumie. Namna yote kujitoa namna hiyo katika kuhudumia mahali popote, ili watu wengine wakae katika neno. Watu wengine wakae katika neno. Wengine watakuwa wanalinda magari, ili magari ya watu yasibiwe, na wao wakae katika neno na kutoka nje wakiwa wamefurahi, vitu vyao vikiwa salama. Wanalinda baskeli na kufanya huduma za namna yote ile, ili kufanya watu waweze kukaa katika neno, waweze kuchungwa roho zao. Watu namna hiyo watapata ile taji ya utukufu ile isiyokauka. Jitihada za namna zote za kuchunga roho za watu na kushiriki kwa namna moja ama nyingine katika kumsaidia mchungaji. Katika Mathayo 10 mstari ule wa 41, yeye anayempokea nabii kwa sababu ni nabii atapata thawabu ya nabii. Mathayo 10 mstari wa 41, ampokea nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii. Naye ampokea mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Kumpokea maana yake nini? Mtu unayempokea unamsaidia. Kuna kitu cha kumlemea alafu unamsaidia, umempokea. Kumpokea inazungumzia kusaidia. Na hapa inazungumzia watu wote ambao wanamsaidia mchungaji katika kuhakikisha kazi anayoifanya inakuwa nyepesi. Mzigo anaokuwa nao wa uchungaji unakuwa si wa kulemea,
watu wote wa namna hiyo watapata thawabu. Hii inaitwa taji ya utukufu ile isiyokauka. Juhudi za namna yote za kufanya kazi ya mchungaji iwe rahisi, wasaidizi wowote wale wa kwa namna moja ama nyingine wanamsaidia mchungaji kuona kazi ile inakuwa nyepesi, inakuwa nzuri. Wanajitoa kufanya kazi nyumbani kwake ili awe na muda zaidi wa kushughulikia mambo mengine. Wanajitoa kwa namna moja ama nyingine kwa hili au lile ili kazi yake iwe nyepesi, iwe ya kufurahisha, wasione mzigo alionao kuwa unalemea. Watu wote namna hiyo wanampokea nabii kwa sababu ni nabii, wanampokea mchungaji kwa sababu ni mchungaji, na watapata thawabu ya nabii ambayo ni taji ya utukufu ile isiyokauka. Bwana ampe kila mmoja wetu kujishughulisha kwa namna moja au nyingine katika kutenda kazi ya Bwana. Siku moja katika uchanga wangu, baada ya kuwa nimeokolewa, nilikuwa nimeketi na mama mmoja, karibu na mama mmoja ambaye mama huyu wakati mmoja alizimia, na katika hali ya kuzimia baadaye ikaonekana amekufa. Lakini walipokuwa wanafanya maandalizi ya kumzika, akawa ghafla amezinduka. Alafu akaanza kueleza yale aliyoyaona. Mama huyu sio msomi, haelewi mambo mengi. Akaanza kuelezea juu ya mashine zinazofanana na telex au teleprinter. Mashine hizi ambazo zinapokea habari kutoka mbali. Mashine ambazo zinatokea habari kutoka mbali. Utaweza kuona mashine hizi, habari zinatumwa kutoka mbali, zitakuwa zinachapa. Mashine zenyewe zinahangaika, zinachapa, na kama utaona mahali ambapo kuna teleprinter, mashine za namna hii, utakuta wakati wote karakacha, karakacha. Hakuna habari, zinanyamaza kimya. Kama kuna habari, zinaendelea kupiga habari. Nyingine zinakwenda kasi sana namna hiyo. Akawa ananielezea, anasema kule mbinguni kila mtendakazi, kila mtu baada ya kuokolewa, kuna mashine inayofanana na mashine hiyo. Mama huyu si msomi, hata alikuwa haelewi mashine hizo. Akawa anaelezea kitu hicho ambacho baadaye nilimweleza kuna mashine za namna hiyo hapa. Akawa anapigwa butwa na akaeleza kwamba kwa kila kazi ya Bwana mtu anayoifanya wakati wowote, mashine ile kule mbinguni inakuwa inachapa. Anasema akapelekwa mahali ambapo kuna mashine mengi. Akauliza, akasema hii ni nini? Akaona mashine nyingine zinachapa kasi sana, nyingine zimekaa zimetulia, nyingine ta. Akauliza, hii ni nini? Akaambia, mashine unaiona inayochapa kasi sana namna hiyo, mtu yule ambaye anahusika na mashine hiyo anatenda kazi ya Bwana kwa namna ya ajabu katika kipindi chote hiki ambacho mashine inafanya kazi. Anapokuwa ametulia na mashine ile inaacha kufanya kazi. Na huyu ambaye unaona kuna inachapa taratibu ta anatenda kazi ingawa ni kwa udhaifu na ugoigoi, lakini yuko katika shamba la Bwana. Na hizi zilizotulia zimesimama kimya, watu wao baada ya kuokolewa, wao ni watu tu wa kujibariki wenyewe, ni watu wa hawana uchungu na watu wengine, hawana huduma yote ambayo wanaitenda katika shamba la Bwana, hawajishughulishi kwa namna yote kumtumikia Bwana, na mashine hazina chochote cha kuchapa. Kwa makaratasi makubwa au maroli, kuangalia namna hakuna chochote, kile kilichochapa ni kidogo sana. Akaulizwa, unapenda nikwambie mashine hii ni ya nani? Akasema, ningefurahi kufahamu.
Maana huyu mtu ni goi sana, hakuna chochote alichokifanya hapa. Angalia, ni maandishi kidogo sana ambayo yako yanaelezea kazi yake. Kuangalia na maandishi yale hawezi kuyasoma, lakini yako maandishi hapo. Akaulizwa, unapenda tena ni uelewe ni nani? Akaambia, wewe ndio mtu mwenye mashine hii. Muda wako wote tangu uokolewe umekuwa hamna chochote unachokifanya, na kile kidogo sana ulichokifanya wakati mmoja ulipojishughulisha kwenye mkutano mmoja wa Injili, ndicho hiki ambacho kiliandikwa hapa. Sasa hivi kama utabaki huku, kile utakachokipata ni sifuri kulinganisha na hao uliowaona. Tunakupa nafasi tena, rudi duniani, maana umepata neema, katende kazi ya Bwana. Mama huyo akawa amezinduka kabla ya kuzikwa. Sasa hivi tunavyozungumza, jihoji mwenyewe katika wiki umetenda kazi ya Bwana kiasi gani? Unaweza kujipima, je, mashine yako imechapa kazi gani? Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, kwa kuwa matendo yao yanafuatana nao. Matendo haya yanayofuatana nao ni yale ambayo yamechapwa katika mashine hizi. Ni matendo gani uliyotenda kwa ajili ya kazi ya Bwana ambayo yanafuatana na wewe katika utumishi wako? Ni rahisi kujifahamu mwenyewe. Ni goi katika utenda kazi ya Bwana, inajulikana waziwazi kuna chochote ambacho unacho. Unatenda kazi kwa bidii, kwa juhudi, unatoa maisha yako muda mrefu kutenda kazi ya Bwana. Kila wakati unapojishughulisha, unakwenda kufuatilia watoto wachanga kiroho, unakwenda unashuhudia watu waokoki, usijali. Kila hatua unayoiendea, kila mahali unapokwenda, wakati uko katika utumishi wa Bwana, mashine kule inachapa namna hiyo. Jipe moyo, itende kazi ya Bwana. Jipe moyo, itende kazi ya Bwana. Hakika iko thawabu inayomsubiri kila mmoja atendaye kazi ya Bwana. Tutakuwa tunapewa taji namna hiyo. Baada ya kupewa taji namna hiyo, sasa kutakuwa na harusi ya mwana kondoo. Utakuwa na karamu ya mwana kondoo. Karamu hii itafanywa kwetu ili tupate kupongezwa, na karamu hii itadumu kwa kipindi chote kilichosalia mpaka miaka 7 itakapokwisha, wakati watu hapa waliobaki duniani wanakuwa katika dhiki kubwa. Na watu watakuwa wameketi kwenye karamu aliyoiandaa Bwana. Biblia inasema katika Luka 14 mstari wa 16, mpaka mstari ule wa 20. Labda tuanze mstari wa 15 mpaka mstari wa 20. Basi aliposikia hayo, mmojawapo wale walioketi chakulani pamoja naye alimwambia, heri yule atakayekula mkate katika ufalme wa Mungu. Akamwambia, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akaalika watu wengi. Akamtuma mtumwa wake saa ya chakula awaambie wale walioalikwa, njoni, kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. Wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia, nimenunua shamba, sharti niende nikalitazame, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Karamu imeandaliwa, vingi vimewekwa tayari kwa ajili ya kila mmoja ambaye atakuwa ni mtendakazi hodari, ambaye atakuwepo katika karamu hii ya harusi ya mwana kondoo. Lakini wengi wanapoambiwa kutenda kazi ya Bwana wanakuwa na udhuru wa kila namna. Kuna hiki na hiki, siwezi kutenda kazi ya Bwana wiki hii.
kuna hiki na hiki, siwezi kutenda kazi ya Bwana wiki. Wamejaa udhuru wa kila namna. Nimeoa mke, kwa hiyo siwezi kutenda kazi ya Bwana, kwanza ngoja nikae naye kwa muda. Kila namna ya udhuru. Wengine walikuwa wanatenda kazi ya Bwana vizuri, lakini walipoolewa bidii yao na juhudi yao imeharibika kabisa. Wengine walikuwa wanatenda kazi ya Bwana kabla ya kuoa, lakini sasa juhudi na bidii yao imeharibika kabisa baada ya kuoa. Na ni kutoa udhuru tu kila wakati. Heri yule ambaye atakula mkate pamoja na Yesu katika karamu hii ya harusi ya mwana kondoo. Kuna kula na kunywa vingi vimewekwa tayari kwa kila mmoja, na Biblia inasema yeye ashindaye atapewa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani wa Mungu. Biblia inasema yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa. Mana ni chakula kilichokuwa kinashuka kutoka mbinguni, kiko kilicholetwa kwa ajili ya wana wa Israeli, na kiko kilichohifadhiwa tayari kwa ajili ya wale washindao. Na vyakula vyote vya ajabu na hivi vilivyohifadhiwa vinawasubiri watu ambao watakuwepo katika karamu ambayo tutakuwa tumeandaliwa na Yesu kule juu mawinguni. Wakati tukila na kunywa na kufurahi pamoja na Yesu, huku duniani watu watakuwa wanateseka kwa dhiki ya miaka 7. Sasa baada ya mambo yote hayo, baada ya miaka 7 tukiwa tunakula, taji zimeshatolewa tayari, wengine wetu tunang'ara kwa namna ajabu sana katika utukufu mkubwa. Tumeshapata mishahara yetu ya kazi tuliyoifanya hapa duniani, kazi ya Bwana. Sasa hatimaye tumekula na kunywa na kufurahi kwa namna ajabu na kupongezwa katika kipindi chote hicho. Sasa hatimaye inakuwaje? Inakuwaje sasa? Baada ya hayo yote, kipi kinafuata? Hilo sasa ndio linatuleta rasmi kutafakari somo letu la leo, somo la 4 katika mfululizo wa masomo haya. Tujue hatua inayofuata sasa, kuja kwa Yesu mara ya pili duniani. Kuja kwa Yesu mara ya pili duniani. Tutajifunza somo hili kwa kuligawa katika vipengele 6. Kwanza, kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili duniani. Pili, hali halisi ya kuja kwa Yesu mara ya pili duniani. 3, tofauti ya kuja kwa Yesu wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa na kuja kwa Yesu mara ya pili duniani. 4, makusudi ya kuja kwa Yesu mara ya pili duniani. 5, taifa la Israeli wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili duniani. 6, vita vya Armageddon na kufungwa kwa shetani miaka 1000. Kwanza sasa, kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili duniani. Kuna tofauti kubwa kati ya kuja kwa Yesu wakati wa kulinyakua kanisa na wakati wa kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili duniani. Na watu wasiofahamu mafundisho haya wanayachanganya mambo haya kwa upotofu wao. Ndio maana Bwana ametuleta katika mfululizo wa masomo haya ili tupate kujifunza kwa kina, ili awaye wote katikati yetu asiweze kupotoshwa na mafundisho ambayo yako kinyume na kweli ya neno la Mungu, katika jina la Yesu. Kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili duniani. Yesu Kristo mara ya kwanza alikuja katika hali ya udhaifu duniani. Akazaliwa katika hori ya kulia ng'ombe, katika udhaifu mkubwa, akawa anaonekana hana chochote cha ziada. Wakamtemea mate, wakamfunga tambara usoni, wakampiga, wakamwambia, tabiri basi aliyekupiga kama una kitu cha ziada, tabiri tuone ni nani aliyekupiga kofi hilo. Hata wakamsulubisha pale msalabani. Aliposema Eloi Eloi lama sabakthani, wakasema labda namuita Elia aje mwokoe. Uliokoa wengine, basi jiokoe na wewe. Hata mwalifu mmoja msalabani akamwambia, umeokoa wengine, jiokoe nafsi yako na yetu. Wakamdhihaki kwa dhihaka kubwa.
akawa anaonekana hana thamani. Hata kasema mbweha wana pango, ndege wana vioto, lakini mwana wa Adamu hana mahali pa kujilaza kichwa chake. Akawa katika hali duni ambayo ikaonekana hata mbweha walikuwa na thamani kuliko yeye, hata ndege walikuwa na thamani kuliko yeye, maana walikuwa na vioto, lakini yeye alikuwa analala katika mlima wa Mizeituni, alafu asubuhi anaamka anakwenda katika hekalu, anaanza kufundisha katika hali ya umaskini na unyonge aliyokuwa nayo. Watu sasa hawakuweza kufahamu kwamba yeye ni Masihi. Ndio maana mpaka leo Waisraeli wengi ambao walichanganya maandiko haya hawakujua Yesu Kristo atakuja mara ya pili, atakuja namna mbili duniani kwa namna zilizo tofauti. Walifikiri atakuja katika utukufu mwingi wakati alipozaliwa pale Bethlehem. Wakawa wamechanganya unabii, wakawa hawakujua kwamba hilo lilikuwa linatajwa juu ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili duniani, sio ile mara ya kwanza atakapokuwa amekuja katika udhaifu. Wakawa hawakukubali kabisa kwamba Yesu ni Masihi, kwa sababu maandiko yalimweleza Masihi kama mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, yeye ambaye atakuja katika utukufu mwingi, na wakachanganya maandiko, na ndio maana hawakukubaliana kabisa kwamba Yesu ni Kristo. Hawakumkubali Yesu ni Kristo. Neno Kristo maana yake Masihi, na Kristo kimsingi katika unabii alikuwa yeye anayekuja katika utukufu mwingi sana kama mfalme wa wafalme. Na kutokana na jinsi ambavyo hawakuweza kuelewa, wakawa wameyachanganya haya. Lakini sasa yeye ajaye anakuja wala hatakawia, na atakuja kwa namna nyingine. Atakuja kwa namna nyingine atakapokuja mara ya pili duniani. Sasa atakuja tofauti kabisa na jinsi alivyozaliwa katika hori ya kulia ng'ombe katika udhaifu. Kwanza atakuja kama umeme. Mathayo 24 mstari wa 27. Mathayo 24 mstari wa 27. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki kuonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kama unavyoona umeme unavyomulika kwa namna ya mng'ao wa kutisha, ndivyo atakavyokuja Yesu Kristo Mwana wa Adamu. Pili, atakuja pamoja na malaika wa uweza wake. Wathesalonike wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Wathesalonike wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Wathesalonike wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Na kuwalipa ninyi mteswao raha pamoja na sisi wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake. Ataambatana na malaika wa uweza wake kuja duniani atakapokuja Yesu Kristo mara ya pili duniani. Tatu, atakuja katika mwali wa moto. Wathesalonike wa pili sura ya kwanza mstari wa 7 mpaka wa 8. Tumesoma mstari wa 7, sasa tusome mstari wa 8. Katika mwali wa moto, wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake, katika mwali wa moto. Atakuja katika mwali wa moto, katika utukufu usioweza kuelezeka. Atakuwa ndani ya moto, atakuwa katika ndani ya mwali wa moto, atakuwa humo, atakuwa amezungukwa na moto pande zote. 4, atakuja juu ya mawingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Mathayo 24 mstari wa 30. Mathayo 24 mstari wa 30. Ndipo itakapoonekana ishara yake Mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Hili linazungumzia kuja kwa Yesu mara ya pili duniani, si wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa. 5, atakuja kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Ufunuo Yohana 19. Ufunuo Yohana sura ya 19
mstari ule wa 15, mstari ule wa 16. Ufunuo Yohana 19 mstari wa 16. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Bwana Yesu ndiye mfalme wa wafalme. Bwana Yesu ndiye Bwana wa mabwana. Bwana Yesu ndiye mfalme wa wafalme. Bwana Yesu ndiye Bwana wa mabwana. Hallelujah. Hallelujah. Mara ya pili duniani Yesu atakuja akiwa katika vazi lake limeandikwa mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Anakuja tofauti kabisa na wakati ule wa kwanza alipokuja duniani. Sasa hali halisi, kipengele cha pili, hali halisi ya kuja kwa Yesu mara ya pili duniani. Tuchimbe zaidi tupate kuona anakuja namna gani Yesu atakapokuwa anakuja duniani. Mara tu baada ya karamu ambayo tumezungumza habari zake. Sasa miaka 7 imekwisha, mwisho wa miaka 7 ya dhiki kuu duniani na mwisho wa kufurahi, mwisho wa miaka 7 baada ya kunyakuliwa kwa kanisa. Yesu Kristo sasa atatufanyia maandalizi sisi tulionyakuliwa pamoja naye, na kila mmoja aliyenyakuliwa wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa baada ya karamu hivyo atapewa farasi mweupe wa kumpanda. Na Yesu Kristo yeye mwenyewe naye atakuwa amepanda farasi mweupe, na kila mmoja atafundishwa kwa haraka sana, kwa sababu maarifa itakuwa rahisi sana. Kila mmoja na maarifa ya kufanya mambo mengi wakati huo. Sasa hivi tunafahamu kwa sehemu, lakini wakati huo tutakuwa na ufahamu mkubwa. Kila mmoja atakuwa amepanda farasi wake sasa, na watakatifu wote pamoja na malaika wakiwa juu ya farasi, na Yesu Kristo akiwa na farasi, wote mafarasi weupe, tukiwa tumevaa mavazi meupe ya utukufu mwingi. Sasa tutaanza safari kutoka kule juu mbinguni, tukiwa tumepanda farasi, tunakuja duniani. Tunakuja tena pamoja na Yesu hapa duniani. Kwa hiyo wakati wa kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili duniani, wale aliowanyakua wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, atakuja pamoja nao hapa duniani tena. Yuda sura ya 1 mstari wa 14. Yuda sura ya 1 mstari wa 14. Yuda ni kitabu cha kilicho kabla ya Ufunuo Yohana. Yuda 1:14. Na Henoko mtu wa 7 baada ya Adamu alitoa maneno ya unabii juu ya Hawa akisema, angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu. Yesu Kristo atakapokuja duniani mara ya pili, atakuja na watakatifu wake maelfu aliwanyakua wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, wakiwa wamepanda farasi weupe. Ufunuo Yohana sura 19 mstari wa 11 mpaka 14. Yesu anakuja katika mwali wa moto. Katika hali ya namna gani? Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Na macho yake alikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Naye ana jina liloandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lilochovya katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe. Tuseme wote, wamepanda farasi weupe.
na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi. Tukiwa tumevaa kitani nzuri, mavazi meupe yenye utukufu mwingi, kila mmoja akiwa juu ya farasi mweupe, tutakuwa tunaongozana na Yesu Kristo, ambaye yeye atakuwa sio tu amepanda farasi mweupe, lakini atakuwa ndani ya mwali wa moto. Atatuongoza sasa kuja duniani, na atakuwa anakuja kama umeme unaonekana pande zote, radi ikimulika namna hii, kila mahali wanaona ule mwanga wa radi ule. Wanaona mwanga wa radi mara moja. Sasa mara tutakapoanza safari ya kuja hapa duniani, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake. Alafu nyota zitaanguka kutoka mbinguni kwa lengo la kupamba sherehe ya kifalme. Tumewahi kuona katika sherehe mbalimbali, katika miji mbalimbali, watu wanatupa wanafanya michezo namna fulani, na watakuwa na vimashine fulani hivi ambavyo vinatupa cheche za moto angani. Halafu taona anga zima limejaa kila namna ya cheche za anga za moto za namna mbalimbali za katika sherehe kubwa za namna hiyo. Na watasema wanapiga fataki hizo, halafu zinatoa namna fulani ya cheche za namna kupamba sherehe. Sasa katika sherehe hii ya kifalme, wakati tunakuja na farasi weupe, tukiwa tumevaa kitani nzuri namna hiyo nyeupe, sasa jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake. Halafu nyota zitakuwa zinaanguka huko na kule, kama uliwahi kuona wakati mwingine nyota hizi ambazo zinaitwa vimondo au nyota hizi ambazo tunakuwa tunaziona, ambazo unaweza kuona umekaa namna katika anga, ukaona kama nyota fulani inaanguka upande wa pili. Tumewahi kuona vitu vya namna hiyo. Nyota hizi zinaitwa vimondo, na vimondo vya namna hiyo vitakuwa vimejaa katika anga lote. Jua limetiwa giza, mwezi hautoi mwanga wake. Sasa vimondo namna hiyo vinaanguka kila mahali kupamba sherehe ya kifalme. Tunakuja tumepanda farasi weupe. Haleluya. Na shetani ni mongo anayekuita wewe umechanganyikiwa. Shetani ni mongo anayekukatisha tamaa usiendelee na wokovu. Hataki upande farasi mweupe. Mwambie shetani, unataka usitake, nitaendelea katika wokovu katika jina la Yesu. Biblia inasema katika Mathayo 24 mstari wa 29 mpaka 30. Maandiko haya tunapoyasoma yanazungumzia kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili duniani, sio wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, lakini mara baada ya dhiki ya siku zile. Inazungumzia dhiki kuu, baada ya dhiki kuu. Sasa baada ile miaka 7, lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, na watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Haleluya. Na tutakapokuja namna hiyo sasa, Yesu akituongoza katika sherehe kubwa ya kifalme namna hiyo, vimondo vikipamba sherehe, Yesu Kristo na farasi wake atakanyaga mlima Mizeituni, mahali pale alipopaa kwenda mbinguni wakati alipotoka duniani mara ya kwanza. Yesu Kristo katika Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza mstari wa 10 mpaka 12, alipokuwa kwenye mlima Mizeituni, ndipo pale alipopaa, wingu likaja likampokea kwenda mbinguni. Mahali pale sasa atapakanyaga atakapokuja Yesu Kristo mara ya pili duniani akiwaongoza watakatifu wake. Zekaria 14 mstari wa 4 mpaka wa 5. Sasa tunasoma Zekaria 14 mstari wa 4 mpaka wa 5. Zekaria sura ya 14 mstari wa 4 mpaka wa 5. Na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki,
nao mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake. Zote itakuwa ni mbwembwe na vishindo vikubwa vya kuja kwa Yesu na watakatifu wake. Na mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake, upande wa mashariki na upande wa magharibi. Litakuwako huko bonde kubwa sana, na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini, na nusu yake itaondoka kwenda upande wa kusini. Nanyi mtakimbia kwa njia ya bonde la milima yangu, kwa maana bonde lile la milima litaenea hata Aseli, na mtakimbia kama vile mlivyokimbia mbele ya tetemeko la nchi siku za Uzia mfalme wa Yuda. Na Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye. Na Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye. Bwana Mungu wangu anayetajwa ni Yesu Kristo, ambaye Tomaso alisema akimtaja Bwana na Mungu wangu. Bwana na Mungu wangu Yesu Kristo atakuja pamoja na watakatifu wake, na atakanyaga mlima wa Mizeituni pale pale alipopaa akienda mawinguni. Na kitakachofanyika sasa, mara tu baada ya kutua pamoja na watakatifu wake, akiwa amekuja na malaika wake, atawatuma malaika wake sasa kuwakusanya Waisraeli wote waliotawanyika duniani kote, kuikimbia dhiki kuu juu ya Israeli. Tulijifunza katika masomo yaliyopita kwamba Waisraeli watatakiwa kukimbia kumsujudia mpinga Kristo, wawe tayari kukimbilia milimani, wawe tayari wawe tayari kwa namna yote kukimbia kokote kule na kukaa katika hali ya dhiki na shida bila chakula. Na watakuwa wametawanyika huko na kule wakikimbia, maana miaka ile 3.5 ya mwisho kutakuwa na dhiki kubwa sana maalum kwa ajili ya wana wa Israeli, ambao mpinga Kristo atakuwa amevunja agano alilokuwa amefanya nao kwa ile miaka 3.5 ya kwanza, kama tulivyoangalia katika masomo yaliyopita. Sasa malaika watatumwa kila mahali kuwakusanya wana wa Israeli walikokimbilia. Mathayo 24 mstari wa 23 mpaka 27. Hayo yanazungumziwa mambo yatakayofanyika wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili duniani, si wakati wa kunyakua kanisa. Mathayo sura ile ya 24, Mathayo 24 mstari ule wa 23 mpaka 27. Wakati wa mtu akiwaambia tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki. Ni mstari wa 23. Kwa maana atatokea makristo uongo na manabii wa uongo, na watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Wateule wanaozungumziwa hapa ni wana wa Israeli, kama tulivyoona katika mistari iliyopita, katika masomo yaliyopita, sio sisi tuliokolewa sasa hivi. Ishara hayo ni kuwapoteza wana wa Israeli, ili hawa nao wamsujudie mpinga Kristo, ili wapoteze wokovu wao. Tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke, yumo nyumbani msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Sasa baada ya hapo, mstari wa 31, mstari wa 29 mpaka 30, tumeshaona kwamba ndio atakuja sasa katika utukufu mwingi. Sasa mstari wa 31, naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao atawakusanya wateule wake toka pepo 4, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Wana wa Israeli waliokimbia kule wasikubali kabisa kabisa kumsujudia mpinga Kristo, kufanya kazi zile ambazo anawakusudia kuzifanya, wakawa tayari kwa lolote. Hao watakusanywa kutoka kila mahali. Alafu itakuwaje? Kabla ya kufahamu yanayofuata, kwa muhtasari kwanza tuelewe vizuri na kupambanua, ili tusiweze kukengeuka, tupate kujua vizuri tofauti zaidi ya kuja kwa Yesu Kristo mara pili duniani
ili itusaidie katika kupambanua wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa na kuja hapa duniani pamoja na Yesu mara ya pili. Wakati wa kuja kwa Yesu, atakapokuja kulinyakua kanisa, Yesu Kristo anakuja kama bwana harusi kumchukua bibi harusi wake, kanisa tukufu lisilo na waa wala doa. Waefeso 5:27, Waefeso 5 mstari wa 27, Biblia inasema apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Bwana harusi anakuja kulichukua kanisa lake bibi harusi. Yohana 14 mstari wa 1 mpaka wa 3. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Tuseme wote, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Wakati atakapokuja kutukaribisha ni wakati wa kulinyakua kanisa, si wakati wa kuja Yesu Kristo mara ya pili duniani. Wakati anapokuja Yesu Kristo mara ya pili duniani, ni bwana harusi anakuja pamoja na bibi harusi kutoka huko juu, na kuja hapa duniani kutawala pamoja na watakatifu wake, kama tulivyoona katika Yuda 1:14, sura ile ya 1 mstari wa 14. Na sasa tusome Ufunuo Yohana sura ya 1 mstari wa 7. Tazama, yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona. Wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, kuna kitu cha kuangalia hapa tena. Anakuja kukutana na watakatifu wake mawinguni, hata kanyaga dunia. Walioko duniani hawatamwona wakati huu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 17, Biblia inasema parapanda itakuwa imekwisha lia, na baada ya parapanda kuwa imelia itakuwaje? Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani. Tutanyakuliwa kwenda kumlaki yeye kule juu. Walioko duniani hawatamwona Yesu wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, lakini atakapokuja duniani wakati wa mara ya pili duniani, atakapokuja duniani atakuja ukanyaga mlima Mizeituni kama tulivyoona, na walio duniani watamwona. Ufunuo Yohana sura ile ya 1 mstari wa 7 tuliposoma, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona. Kila jicho litamwona. Kila jicho litamwona. Watu wanachanganya maandiko haya na kufikiri anazungumzia wakati wa kulinyakua kwa kanisa. Kila jicho litamwona. Mathayo 24:27, kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki kuonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu, kwamba watu wote watamwona kama wanavyoona radi. Tofauti nyingine, kunyakuliwa kwa kanisa ni kabla ya dhiki kubwa. Ufunuo Yohana sura 3 mstari wa 10. Ufunuo Yohana sura 3 mstari wa 10. Ufunuo Yohana 3:10. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kujaribiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu. Wajaribu wakao juu ya nchi. Saa ya kujaribiwa tulijifunza kwamba ni dhiki kubwa. Hawatatolewa kabla ya dhiki kubwa. Na Luka 21 mstari wa 22 mpaka 23, mstari wa 34 mpaka 36. Wathesalonike wa kwanza sura ya 1 mstari wa 10. Maandiko haya yote yanatufundisha kwamba itakuwa kabla ya dhiki kuu.
Sasa kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili duniani ni mara baada ya dhiki kubwa. Katika Mathayo 24 mstari wa 29 mpaka 30 tumesoma, labda nitarudia. Lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza. Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 4. Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 4. Basi ndugu, tunakusihi kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake. Hapa inazungumziwa wakati wa kuja mara ya pili duniani, kwamba msifadhaishe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msistushe kwa roho wala kwa neno wala kwa haraka na udhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu yeyote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Maandiko haya yanatumiwa na watu wasiojua kupambanua haya na kupotosha na kufikiri kwamba kunyakuliwa kwa kanisa utakuja baada ya dhiki kubwa. Tutakuwepo kwenye dhiki kubwa tuliokolewa leo. Watatumia haya bila kujua hili kuja kwake Bwana wetu Yesu hapa kunazungumzia kuja mara ya pili duniani. Mtu yeyote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunulia ule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiniwaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Kuja kwake Bwana wetu Yesu mara ya pili duniani kutakuja baada ya mpinga Kristo kufunuliwa na kufanya kazi zake wakati wa dhiki kubwa. Hiyo ndio tofauti. Yesu anakuja kuwakaribisha watakatifu wake wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa. Yesu anakuja pamoja na watakatifu wake wakati wa kuja mara ya pili duniani. Wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, watu wa duniani watu ambao watakuwepo duniani hawatamuona Yesu mawinguni. Ni wale tu watakaonyakuliwa watakaenda kuonana naye mawinguni, lakini wakati wa kuja mara pili duniani kila jicho litamwona. Kunyakuliwa kwa kanisa ni kabla ya dhiki kubwa, lakini kuja kwa Yesu Kristo mara pili duniani ni baada ya dhiki ya siku zile. Kipengele cha 4 sasa tupiga hatua. Makusudi ya kuja kwa Yesu mara ya pili duniani. Kwanza, kuwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu na wao wasioitii injili ya Bwana wetu Yesu. Wathesalonike wa pili sura ya kwanza mstari wa 8. Katika mwali wa moto, huku akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu, watu waliobaki katika dhiki kubwa ambao hawakutaka wokovu, na wao wasioitii injili ya Bwana wetu Yesu. Yuda sura ya kwanza mstari wa 14 mpaka 15. Yuda 1 mstari wa 14 mpaka 15. Na Henoko mtu wa 7 baada ya Adamu alitoa maneno ya unabii juu ya hawa akisema, angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuadhibisha wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu, na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameyanena juu yake. Pili, kuwakusanya Waisraeli na kuwabagua. Waisraeli ndio wanaitwa kondoo, na watu ambao watakuwa ni mataifa ambao hawajaokolewa, hawa wanaitwa mbuzi. Waisraeli wote watakusanywa na kutengwa mbali na mataifa. Waisraeli wote ambao watakuwa hawajamsujudia mpinga Kristo, ambao watakuwa wamekusanywa kila mahali, sasa watatengwa na mataifa ambao hawakukubali wokovu, kama mbuzi wanapotengwa mbali na kondoo. Mathayo 24 mstari wa 31. Mathayo 24 mstari wa 31. Na atawatuma malaika zake pamoja na sauti kwa parapanda, na watawakusanya wateule wake. Baada ya kukusanywa itakuwaje? Mathayo 25 mstari wa 31 mpaka 34. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake. Inazungumzia katika utukufu, katika kuja kwake mara ya pili duniani, na malaika watakatifu wote pamoja naye. Ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake,
na atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini mfalme mliowekewa tayari tangu kuumba ulimwengu. Maandiko haya tunayatumia kwa namna nyingi sana katika kuhubiri na kufundisha kwetu. Ni vema kufanya hivyo, lakini kimsingi inazungumzia jinsi Waisraeli watakavyobaguliwa na kuwekwa mbali na mataifa. Na wale Waisraeli watakaokuwa wamebaguliwa na kuwekwa mbali na mataifa ambao hawajaokolewa, hao wote sasa wataokoka, wataokolewa, watapokea wokovu. Warumi 11 mstari wa 25 mpaka 31, watapokeaje wokovu? Tutaona hapa mbele katika kipengele kinachofuata, lakini kimsingi wataokolewa wote. Warumi 11 mstari wa 25 mpaka 31. Warumi 11 mstari wa 25 mpaka 31. Kwa maana ndugu zangu, sipendi msijue siri hii, ili msijione kwa wenye akili ya kwamba kwa sehemu ugumu umewapata Israeli mpaka utimilifu wa mataifa uwasili. Utimilifu wa mataifa ni kipindi tulicho nacho sasa. Hiki kinaitwa majira mataifa. Wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa ni wakati wa utimilifu wa mataifa. Hivyo Israeli wote wataokoka kama ilivyoandikwa, Mwokozi atakuja kutoka Sayuni, atamtenga Yakobo na maasia yake, na hili ndilo agano langu nao nitakapoondolea dhambi zao. Nitakapoondolea dhambi zao. Basi kwa habari ya Injili wamekuwa adui kwa ajili yenu, bali kwa habari ya kule kuchaguliwa wamekuwa wapenzi kwa ajili ya baba zetu. Kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Kwa maana kama ninyi zamani mlivyomwasi Mungu, lakini sasa mmepata rehema kwa kuasi kwao, kadhalika na hao wameasi sasa, ili kwa kupata rehema kwenu wao nao wapate rehema. Maana Mungu amewafunga wote pamoja katika kuasi, ili awarehemu wote. Wakati ule wa kwanza alipokuja duniani, alikuja kwa walio wake, hawakumpokea. Sisi tukampokea. Na wakati huu sasa wa pili, sasa watampokea hawa nao wana wa Israeli, ingawa sasa wako katika kipindi cha kuasi kama wao nao walivyo, kama sisi nasi tulivyoasi hapa mwanzo. Na Israeli liko ni taifa pekee lililomcha Bwana. Na kusudi la tatu ni kutawala mataifa yote duniani miaka 1000, pamoja na takatifu wake kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Ufunuo Yohana sura 20 mstari wa 4 mpaka wa 5. Ufunuo Yohana sura 20 mstari wa 4 mpaka wa 5. Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hawa wanazungumzia watakatifu wanaotoka katika dhiki kubwa, ambao ni Waisraeli. Hawa ndio ambao wale wote ambao hawakumsujudia yule mnyama, hakuipokea chapa katika vipaji vya nyuso zao, chapa ya 666. Hawa Waisraeli ambao kuipokea chapa hiyo haituhusu sisi ambao tutakuwa tumenyakuliwa tayari, ambao tumeokolewa leo. Na hawa ambao watakuwa hawakupata chapa hiyo sasa ndio ambao hao pamoja na hao wengine waliokuja na Yesu watatawala duniani miaka 1000 duniani pamoja na Yesu. Hawa ndio wanaitwa watakatifu wanaotoka katika ile dhiki kubwa. Watakatifu wanaotoka katika dhiki ile kubwa ni wana wa Israeli. Biblia inasema pia katika Ufunuo Yohana sura ya 2 mstari wa 26, Ufunuo Yohana 5 mstari wa 10, Ufunuo Yohana 11 mstari wa 15. Sehemu zote hizi tunaweza kupata kile tunachokizungumzia
kwamba ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake utakuwa umeshuka hapa na atamiliki pamoja na watu wake. Atamiliki pamoja na watu wake duniani. Sasa twende tena hatua kwa hatua. Kipengele cha 5 sasa. Taifa la Israeli wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili duniani. Mara tu Yesu Kristo atakapokuwa ametiwa mlima Mizeituni kama tulivyoona, baada ya kuwa amekusanya wana wa Israeli, kitakachofanyika, roho ya neema na kuomba itashuka kutoka kwake na itawafunika wana wa Israeli wote. Alafu wataanza kuomboleza, watafunuliwa macho yao, watafunuliwa akili zao, watafunuliwa ufahamu wao, watampokea Yesu kama Masihi, watamfahamu ndio yule aliyemsulubisha pale mwanzo. Halafu wataanza kulia kwa kuomboleza kwa namna ya kipekee na kumwangalia yeye aliyemchoma mkuki na kumchoma kwa misumari. Watasononeka sana. Biblia inasema katika Ufunuo Yohana sura ya 1 mstari wa 7. Labda tuangalie kwanza Zekaria 12 mstari wa 10 mpaka 14. Zekaria sura ile ya 12 mstari wa 10 mpaka 14. Zekaria 12. Zekaria sura ile ya 12 mstari wa 10 mpaka 14. Nami nitamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji Yerusalemu. Wanaotajwa hapa ni watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji Yerusalemu ni Waisraeli, sio sisi. Nami nitamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji Yerusalemu roho ya neema na kuomba, na watamtazama yeye ambaye walimchoma, na watamwombolezea kama vile mtu amwombolezeavyo mwanawe wa pekee, na wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Ufunuo Yohana sura ya 1 mstari wa 7. Ufunuo Yohana sura ya 1 mstari wa 7. Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Naam, na iwe. Wataanza kuomboleza wana wa Israeli. Watalia sana. Watakuwa nalia, watakuwa naomba msamaha, watakuwa namwambia Yesu, tusamehe kwa jinsi tulivyokuchoma. Wanasononeka. Watamuona ni rafiki yake na rafiki yao. Sasa wataenda kuangalia katika mikono yake, wataona zile alama za misumari. Alafu angalia maneno atakayokuwa anasema. Zekaria sura ile ya 13. Zekaria 13. Watazungumza nini watu hawa? Zekaria 13, baada ya kubadilishwa mawazo yao watazungumzaje? Zekaria 13 mstari wa 6. Na mtu atamwambia. Zekaria 13:6, na mtu atamwambia, je, jeraha hizi ulizo nazo kati ya mikono yako ni nini? Eti watajifanya kuuliza. Watakapoona jeraha za misumari, maana makovu ya misumari yatakuwepo bado kwenye mikono ya Yesu, na atawaonyesha rafiki zake wana wa Israeli. Na mtu atamwambia, je, jeraha hizi ulizo nazo kati ya mikono yako ni nini? Naye atajibu, ni jeraha nilizotiwa katika nyumba ya rafiki zangu. Atawaambia hivyo wana wa Israeli, jambo litakalowafanya kusononeka na kulia sana. Watalia sana sana. Na baada hapo itakuwaje? Mstari wa 9. Nami nitalileta fungu la 3 na kulipitia kati ya moto, nami nitawasafisha kama fedha isafishwavyo, nami nitawajaribu kama dhahabu ijaribiwavyo. Wataliitia jina langu, nami nitawasikia. Mimi nitasema, watu hawa ndio wangu, na watasema, Bwana ndiye Mungu wangu. Watakubalika hawa kwamba sasa ni watu wa Bwana,
na Bwana atawapokea. Baada ya kuomboleza, Bwana atawapokea wana wa Israeli. Sasa baada hao kondoo kupokelewa, baada wana wa Israeli kupokelewa, wataingizwa katika kundi letu sasa. Kwa ghafla wao nao watakuwa katika utukufu baada ya kubadilishwa, na katika utukufu wao nao watakuwa katika utukufu tulionao hivyo, na watakuwa pamoja na sisi. Hao ndio wateule, hao ndio watakatifu watokao katika dhiki ile kubwa. Mwenye masikio aweze kupambanua. Tena sasa katika kile kitakachofuata, katika kipengele cha 6 cha somo letu, vita vya Armageddon na kufungwa kwa Shetani miaka 1000. Kabla ya utawala wa miaka 1000 duniani ambao utafuata tu punde baada ya mambo yote haya, kutatokea vita vinavyoitwa vita vya Armageddon. Ufunuo Yohana sura ya 16 mstari wa 14 alafu mstari wa 16. Ufunuo Yohana 16 mstari wa 14 alafu mstari wa 16. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Mstari wa 16, wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Armageddon. Armageddon ni wapi? Armageddon ni bonde la Megido ambalo limekuwa mahali pa vita muda mrefu. Bonde hili liko kusini magharibi mwa mlima unaoitwa Karmeli. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 35 mstari wa 32 na mstari wa 22. Mambo ya Nyakati wa Pili 35:22. Lakini Yosia akakubali kumgeuzia uso mbali, akajibadilisha apate kupigana naye, asiasikilize maneno ya Neko yaliyotoka kinywani mwa Mungu, akaja kupigana bondeni mwa Megido. Habari za bonde la Megido na jinsi mahali hapo palipokuwa ni mahali pa vita kwa muda mrefu tangu nyakati za zamani za Biblia, tunaweza kuziona pia katika Zekaria 12:11, Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 17 mpaka 19. Hapa ndipo panapoitwa sasa Magedon, na vita vinavyofanyika hapa vita vya Armageddon. Vita hivi sasa vitatokanaje? Vita hivi vitatokana na mpango wa Shetani ambao baada ya kuwa anamuona Yesu anakuja katika utukufu kuja kutawala, atataka eti kumnyang'anya utawala huo. Atataka kumnyang'anya utawala huo Yesu, kama vile Shetani kule mbinguni alivyopigana ili eti kumtoa Mungu katika utawala wake. Sasa atarudia tena Shetani huyu mpuzi, mjinga, mpumbavu, atarudia tena eti kutaka kumpokonya Shetani utawala wake, kutaka kumpokonya Yesu utawala wake atakapokuja kutawala katika utukufu wake. Katika Ufunuo Yohana sura 12 mstari ule wa 7 mpaka wa 8, Ufunuo Yohana sura 12 mstari wa 7 mpaka wa 8, tunaona alivyofanya Shetani mara ya kwanza. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupa yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyao ulimwengu wote. Akatupa hata nchi na malaika zake wakatupa pamoja naye. Hapa tumesoma mpaka mstari wa 9. Hiyo ni mara ya kwanza pamoja na malaika wake Shetani alivyotaka eti kumtoa Mungu katika kumiliki kwake. Sasa safari hii atatumia roho chafu zinazotajwa hapo katika Ufunuo Yohana 16 tuliposoma.
roho za mashetani, mstari wa 14, roho za mashetani. Labda tuanze mstari wa 13 mpaka 14. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Mstari wa 15, tazama naja kama hivi, heri akishaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake. Wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Armageddon. Roho hizi tatu za uchafu za mfano wa vyura ni roho za mashetani ambazo zitakwenda kuwakusanya watu wengi kutoka kila sehemu duniani, ambazo zitawaandaa eti na kuwapa nguvu za kivita na kuwakusanya kwenye bonde lile la Armageddon ili kupigana na Yesu. Mtu aliyeokolewa ambaye alifanya uzembe akawa ameachwa wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa atakuwa wa kwanza kuorodheshwa katika wale ambao shetani atawachukua kwenye bonde la Megido kwenda kupambana na Yesu. Hebu jaribu kuwaza, kama umeokolewa leo halafu ukawa hauko katika miongoni mwa hao watakaonyakuliwa kwa kanisa, utasimama, watakatifu wanakuja na Yesu, wewe eti uko pamoja na shetani, umeajiriwa kupigana na Yesu. Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Ndio wanasema heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asione aibu yake.